biashara inaweza kukua kwa kuwa na wateja peke yake? Hapana. Kuwa na wateja peke yake haikupi guarantee ya biashara kukua. Nikwambie nani mwingine huwa na wateja? Kuna wale wanapitishaga mboga wale nyumbani. Ushaona wale wa mama, yani wao walikuwa mdogo shuleni, bado wanaenda shule, mpaka wanamaliza shule kikuu bado wanafanya hivyo, wanapitisha mboga wanao. Wateja nao ndio maana anauza. Kwa hiyo kuwa na wateja peke yake it doesn't guarantee kukua kwa biashara yako. Nini cha kufanya? Cha kufanya ni kuhakikisha unakuwa na structure na strategy ya moja, vision ya wapi unaelekea. Ukishakuwa na vision ya wapi unaelekea, mbili ni mkakati gani unaofuata ili kufikia huko unakotaka kwenda, tatu unaanzia wapi. So mtu anaweza kama mafua akaanza kufua kwenye nyumba 10, labda nyumba 10 ana target, lakini target yake sio kuishia kwa mafua. Huu ni mwanzo. Akaanza na kuwa mafua na wateja wa uhakika ambao au wateja anaweza kuwafulia labda kila wiki, ana garantia kupata kiasi fulani. Kwa it means kuna weekly basis ya income inayoingia au monthly basis ya income inayoingia ambayo anapewa. Akakusanya nyumba ya kwanza, ya pili mpaka nyumba 10. Monthly basis inayoingia kwa mafua kwa nyumba 10, ana uwezo wa kuwa na washing machine. So akishakuwa na washing machine point, maana yake ni kwamba hatumii tena nguvu yake ya kufua, ila kinachofuata baada ya hapo ni kuwa na washing machine point ambayo atakuwa anakusanya hizi nguo na kuzileta kwenye washing machine. Advantage atakayoipata, atakuwa anaweza kukausha, atakuwa anaweza kupiga pasi, atahakikisha kuwapelekea watu, anachukua nguo chafu, anarudisha nguo ikiwa imeshapasiwa na kunyoshwa. Kwa sababu gani? Kuna washing machine point. Baada ya hapo, akishapata guarantee na ana wateja wake wa hakika na amefungua washing machine point, maana yake ni kwamba efficiency itaongezeka moja, na anaweza kuongeza idadi ya wateja ambao alikuwa anashindwa kuafford kwa mwezi. Akishakuwa na point yake kubwa ya kufua, maana yake ni kwamba itafika stage atakuwa na point. Mtaa A atakuwa na point washing machine point, mtaa B atakuwa na washing machine point, mtaa C atakuwa na washing machine point. Zitakuwa nyingi, automatic inakuwa ni biashara ya kufanya usafi ya nguo automatic. Hii ndo strategy. Wewe tu kwa sababu mimi na wateja, na mimi ni mamafua napata wateja miaka nenda miaka rudi, unachojali ni wewe tu kuenjoy kupata pesa na everything, afu kategemea unakuwa. It doesn't work like that. So it doesn't matter unapata wateja au upate wateja. Inacho matter ni what's your vision, what's your goal, what's your plan, how you going from kuanza kufikia kwenye plan ambako unakokwenda. Wateja peke yake hawatoshi kukufanya biashara yako ikue. Lazima uwe na structure na mkakati na mpango. Hii vyote ndio vinakuja kugarantii kuleta matokeo yani unapokwenda na nini unataka kuvuna. Otherwise utaendelea kupata wateja ambao nao na unafurahia na utaishia kuwa pale pale miaka nenda miaka rudi mpaka uweze kutoka hatua moja kwenda nyingine. Ili kuwe kukua hauhitaji wateja peke yake. Unahitaji structure ya biashara yako. Ndio maana nimefungua platform inaitwa MBH. Huku ndani ya platform yetu ya MBH nifundisha kwa kina structures za biashara. Namna gani ya kuandaa vision na maono, namna gani ya kuandaa mikakati ya kufikia unapokwenda, namna gani ya kuhakikisha kila unachotaka kukifanya kinakuwa na mkakati gani na mpango gani. Na uzuri huku utakuwa unafundishwa na simamiwa taratibu mpaka vitu vyako viwe vimenyoka. Na ukitaka kujiunga kwenye platform yetu hii, gusa link on bio popote unapoiona video hii au comment neno MBH hapo chini. Mimi binafsi nitakutumia link ya kuweza kujiunga na platform yetu. Then utaingia huku na kuanza kujifunza moja kwa moja everything kuhusiana na structure na uendeshaji wa biashara.